Kwa jina naitwa Huruma Richard Msigara. Ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lakini pia mimi mwaka 2020 nilikuwa mgombea wa ngazi ya udiwani kata ya Boma hapa Mafinga mjini. Katika kata hizi zote 9 za hapa mjini, kata ya Boma ikumbuke kwamba ndio kata kubwa kuliko kata zote hizi 9 na ndio kata ambayo iko mjini. Sasa ndugu waandishi wa habari, nimekuja hapa ili niweze kuweka msimamo wangu juu ya chama changu pendwa, chama cha Chadema. Maki watu wamekuwa wakijiuliza maswali sana huko njiani kwamba vipi na wewe ni miongoni mwa watu watakaoondoka Chadema. Sasa siku ya leo nimeona tu niweke msimamo thabiti, kila mtu ajue, na hata wale ambao mwaka 2020 walitamani kuwa mimi niwe diwani wao waweze kujua msimamo wangu mimi ni nini. Mimi Huruma Richard Msigara ninatamka siku ya leo, siku ya Jumamosi, kwamba mimi ni mwanachama wa Chadema na nitaendelea kuwa mwanachama wa Chadema. Ninasema hivi kwa misingi kabisa kwamba kweli kuna watu wanaondoka, lakini mimi siwezi nikaondoka katikati ya mapambano. Tuko kwenye mapambano. Hasa ichukuliwe kabisa kwa kipindi hiki tupo kwenye ombwe. Mwenyekiti wetu Tundu Antipas Lissu yuko jela. Halafu leo mimi nitamki naondoka Chadema. Naondokaje? Nakumbuka maneno ya mwenyekiti aliyepita ndugu Freeman Aikael Mbowe. Alishawahi kusema kwamba vijana tukilinde chama hiki kwa wivu mkubwa. Nami nasema kabisa na kilinda chama hiki kwa wivu mkubwa sana. Kwanza mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mimi mwenyewe kama awali nilivyosema kwamba nilikuwa ni mgombea wa kata hii ya Boma Mafinga, lakini jina langu lilienguliwa. Pamoja kwamba lilienguliwa jina langu, nilikata rufaa. Rufaa yangu nikashinda ile rufaa taifa. Na katika gazeti ile la tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2020 jina langu lilirudi kwamba wagombea wote waendelee kugombea. Lakini baada ya kuja halmashauri ya mji kwa msimamizi wa uchaguzi ambaye ni mkurugenzi kumpa kibali cha kuendelea mimi kuwa mgombea, alinigomea. Lakini sasa nikakaa chini nikatafakari sana. Kwanza hata kabla chama changu hakijatoa msimamo wa kwamba hakitashiriki uchaguzi, kwamba no reform no election, mimi mwenyewe kwanza kabla hata hilo tamko lijatoka, mimi mwenyewe nilisema nitakuwa siwatendei haki wana kata ya Boma kwamba mwaka 2025 niingie kwenye uchaguzi. Kama kwa zile figisu ambazo zilifanyika mwaka 2020, kuna ujanja gani ambao niweza nikautumia au chama changu kitautumia kwamba niweza nikashinda tena? Hivyo basi baada ya chama changu kutamka kwamba no reform no election, ukweli kwangu kabisa nikasema hapa ni mahali pake, na kwanza ndio ilikuwa ni yangu kuu kabisa kwamba sitaweza kugombea kama mabadiliko ya sheria na taratibu za uchaguzi hazitaweza kurekebishwa. Lakini pia katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na kwamba katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye ile ibara ya 8 inaelezea mamlaka zote kwamba zinawekwa na wananchi. Sasa nimeona sasa hivi kwamba mamlaka zote haziweki na wananchi, bali zinawekwa na tume ya uchaguzi au zinawekwa na mamlaka iliyopo madarakani, kitu ambacho sio kizuri. Tutakuwa it's unfair kwa wananchi ambao wanahitaji kupata viongozi ambao wanawataka wasiwezi kuchagua kwenye sanduku la kula. Mimi nimeona kabisa kwamba mbele za Mungu tutakuwa tuwatendei haki wa Tanzania. Hivyo basi nikaona kabisa chama changu kimefanya maamuzi yaliyokuwa sahihi, na mimi ninayaunga mkono kwa 100% kwamba no reform no election. Naomba ndugu waandishi wa habari nieleweke kwa hivyo kwamba sitaweza kubadilika, na ninaongea mbele ya media. Watu wengine huwa wanakuwa na ndimi mbili. Mimi naogopa sana kuwa na ndimi mbili, na naogopa sana Mungu wangu. Watu tuko ndani ya Chadema, lakini bado kuna watu wana ndimi mbili. Leo anakuambia mimi nitabaki Chadema, lakini kesho unaona shangaa ameita media na anatangaza kwamba mimi sitakuwepo tena Chadema. Chadema hakuna ushirikiano, hakuna umoja, hakuna nini. Hicho kitu jamani, huyu ni ibilisi kabisa. Mimi niseme huu ni wakati wa Mungu kabisa. Kuna watumishi ambao wanaoneshwa juu ya Chadema. Kuna watumishi, kuna wachungaji, kuna manabii wanazungumza kuhusu swala la Chadema. Na mimi niseme wanachadema msiogope kabisa, na hasa nyinyi wanachama ambao mnakiangalia na mnakitegemea chama hiki cha Chadema. Sasa hivi ndio wakati wa Bwana ambao Mungu ameuteua kabisa kwamba watu waliokuwa halisi ambao wanamuogopa Mungu na hofu ya Mungu watabaki Chadema.
Nami nasema hivi, nitasimama kukisimamia Chadema na nitabaki Chadema kwa kuwa najua ni mpango wa Mungu, na Mungu anasema kabisa haki huinua taifa. Hivyo na mimi nitasimama kwenye haki ili taifa langu la Tanzania lenye maziwa na asali ili niweze kuliona. Hivyo ndugu waandishi wa habari, ikumbuke kwamba ninajitamka tena kama mimi ni Huruma Richard Msigara, niliyekuwa mgombea wa kata ya Boma hapa Mafinga mjini. Siondoki Chadema, nitabaki Chadema, lakini nitasimamia kwamba no reform, no election. Asante sana mwandishi wa habari. Asante sana, naitwa Ahudi Akunaye kutoka Samoveti Media. Nina swali kwako Mheshimiwa mgombea udiwani wa mwaka 2020. Kwanza kabisa una ujumbe gani kwa watu wanaokupigia kura? Waliokupigia kura na kukuamini na walitarajia kwamba utagombea tena. Kwa sababu kwa sasa umesema hutagombea. Sasa una ujumbe gani kwa wale ambao walitarajia utakupigia kura tena, ambao walipiga kura wako wa mwaka 2000? Asante mwandishi, ndugu mwandishi. Mimi ujumbe kwa wale wapiga kura wangu ambao wanatarajia maybe mwaka 2025 niingeza kuingia kwenye kinyang'anyiro lakini sitaingia. Mimi ujumbe kwao ni kwamba watunge mkono Chadema kwa hii kauli mbiu yetu ya no reform no election, ili kuzilinda kula zao, na wanajua kabisa kwamba mara nyingi wamekuwa wakiwa wanapata viongozi ambao hawakuwachagua. Sasa ili waweze kusupporti hii juhudi yetu ya no reform no election, kama kweli hakutakuwa kuna mabadiliko yoyote ya kiuchaguzi, wasiweze kushiriki, waungane na sisi katika kupiga kelele, kuweza kulalamikia vyombo husika ambavyo vinasimamia masuala ya uchaguzi. Basi warekebishe. Baada ya marekebisho, kama marekebisho yatatokea, basi ninawahamasisha kwamba waingie kwenye sanduku la kura, kwa sababu kura zao watakuwa na uhakika zitalindwa. Okay, swali la pili. Kauli ya no reform no election haitawakatisha tamaa wananchi kuhusu ushiriki wao wa kisiasa? Hapana, hii kauli nikwambie ndugu mwandishi wa habari, haitaweza kukatisha tamaa hata siku moja. Kwanza watu walishakata tamaa. Ukiangalia ukiacha uchaguzi wa mwaka 2015, mwaka 2020 watu washaanza kukata tamaa. 2019 kwanza walianza kukata tamaa pale, baada ya kuona kwamba watu wanaowachagua hawatangazwi. Kwa hiyo tamaa ilianza kukata pale. Na baada ya hapo mwaka 2020, baada ya kuona kwamba kuna wagombea wamekatwa hawajashiriki kwenye uchaguzi, pale ndio kiwakatisha tamaa. Lakini kauli hii ya no reform no election hakitaweza kukatisha tamaa, bali kinawapa hamasa ya kuona kwamba kumbe sasa chama hiki cha Chadema kinajali zile kula zao. Okay. Yeah. Na ni hatua gani ambazo unazichukua kushirikiana na wananchi na wanasiasa wengine kuendeleza ajenda ya mabadiliko? Sorry? Ni hatua gani unazozichukua kushirikiana na wananchi na wanasiasa wengine kuendeleza ajenda ya mabadiliko? Mimi hatua ninazozichukua kwa sasa ni kiukweli kwamba kila ninapokuwa nakutana na rafiki zangu, ndugu zangu, watu wangu wapiga kura wangu ambao najua walikuwa wananiunga mkono, ni kuweza kuwaelimisha kwamba Chadema ina nia njema juu ya hii no reform no election, ni kutoa elimu, kuambia hii ina maana nzuri sana juu ya ulinzi wa kura zao. Okay, na swali la mwisho. Karibu. Una mpango gani? Una mpango wa kuungana na vyama au vikundi vingine vinavyodai mabadiliko ya kisiasa? Sorry? Una mpango wa kuungana na vyama au vikundi vingine vinavyodai mabadiliko ya kisiasa? Of course, kama kuna kikundi chochote ambacho kuna au taasisi yote ambayo inataka mabadiliko, hiyo nitaungana nayo, lakini sitaungana na taasisi yoyote ambayo haihitaji mabadiliko. Okay. Nashukuru sana. Asante, karibu.